Akaanza pia 10,000 hiyo. Walilazimika kuwasha mashine pale. Kabla ya kusonga mbele kusikiliza huyu mwogeleaji nini kilimsibu, ni kuletee Papa Mwachi anakukaribisha kwenye ibada maalum ya mguso wa kimungu Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 pale Boko Chama, ni hapa jijini Dar es Salaam. Hakuna kiingilio, usikubali kupitwa. Waimbaji wengi watakuwepo, akiwepo Jackson Benti kutoka pale Arusha. Mbali na Jackson Benti pia kutakuwepo wachekeshaji, Kingwendu atakuwepo pale, Bambo atakuwepo na wengine wengi. Moja kwa moja msikilize Papa hapa, na baada ya kumsikia basi moja kwa moja utasikia alichokihubiri Jumapili. Tunalo tukio zuri la baraka lililoko mbele yetu litakalofanyika tarehe 3, 4 na 5 mwezi wa 4. Lakini siku yenyewe iliyolengwa ambayo wageni mbalimbali watakuwepo kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi itakuwa ni tarehe 4 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi. Tutakuwa na ibada maalum ya mguso wa kimungu. Atakuwepo Kingwendu, Bambo, atakuwepo Mzee Senga, atakuwepo Tausi, atakuwepo Mtanga, tarehe 4 mwezi wa 4 kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Wote mnakaribishwa. Ninaona umetaja wasanii. Kiingilio inakuwa shilingi ngapi? Kiingilio ni bure kabisa. Mtu yeyote anaweza kazama ndani ya mto. Amen. Unajua kuogelea, hujui kuogelea, unazama. Na jamaa mmoja alizama. Walimpa hela akamwambia atoke hapa na ogelea, kutoka kama hapa mpaka wapi? Mpaka barabara ya lami pale. Na mtu akaingia kwenye maji. Akaanza kuogelea. Mimi naenda. Wamwambie 10,000 aende arudi. Kaenda umefika katikati, hali kama mbaya. Naongea na mtu jamani. Ameogelea kashindikana. Akalala chali kashindikana. Kaenda ubavu kashindikana. Akaanza pia 10,000 hiyo. Hawataki tena bado. Walilazimika kuwasha mashine pale kumfuata. Naongea na mtu. Pale kwetu kuna jiwe moja liko kwenye mto. Jiwe kubwa analita Chirulila. Naongea na mtu. Lile jiwe la Chirulila lilikuwa liko kama pale, yeye yuko hapa. Anatamani lifikie, angalau angalie pale. Haiwezekani. Naongea na mtu nani? Huyo ni mtu alikuwa anaweza kuogelea lakini alishindwa katikati. Amen. Katika swala la kuzama, haiangaliwe ni mchungaji unazama na watu wanaona fulani amezama kabisa. Huyo niko na mtu. Haijalishi ni prophet unazama na watu wanashuhudia umezama, huyo hapa zama. Ni mchungaji unazama, ni mwinjilisti unazama. Ongea na mtu imani. Kitakachosababisha usizame ni ule strong wa imani ulionayo. Amen. Imani yako ikiwa strong, kuzama hakutakuwa ndani yako. Natamani mtu mmoja ainue mkono aseme sitazama tena katika jina la Yesu. Inua tena mkono wako na sema sitazama katika jina la Yesu. Inua mkono wako yasema sitazama katika jina la Yesu. Sema tena hata ukizibisha sitazama. Sema sitazama tena. In Jesus name. In Jesus name. Lakini kuna watu wana roho za kuzama. Amen. Kuna mtu ana roho ya kuzama. Na hata kama kinyang'ano uiondoe hiyo roho, yeye hataki iondoke. Unamwambia inua mkono sema sitazama. Yeye ndio kwanza ndio anachukua na simu anaanza kuangalia. Isa ngapi? Wengine wanasema sitazama, yeye yuko na ndio ameenda kweli. Huyo ana oji ya roho ya kuzama. Hao ni wale ambao wanataka wale watumishi ili amtoe kwenye roho ya kuzama. Anambeba kwanza mgongoni. Definisha ngono mtumishi mgongoni. Yani unalala chini yeye anapita juu. Hao wanataka yani imani za namna hiyo wasizaa. Naongea na watu wa imani. Mungu akomboe kwenye roho ya kuzama katika jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Mungu hakukuumba wewe ili uzame. Amen. Mungu alikuumba wewe ili uzame. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuumba wewe ili ufanye yale ambayo wengine wameshindwa kuyafanya. Naongea na watu wenye imani.
Kwa kwenye maisha yako, moja ya vitu ambavyo utakiwa kuviangalia ni kuangalia kwamba mimi ni mdogo. Amen. Kwamba mimi siwezi, kwamba mimi hili naona kama ni gumu kwangu. Anza kuona kuweza, hata kama kuna watu wanakuambia hautaweza. Anza kuona kushinda, hata kama kuna watu wanakuambia hautashinda. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kupitia ibada ya leo, sitazama tena. Sitazama tena. Na kila anayenizamisha atazama yeye. Katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Imani ni kuona vile Mungu anavyoona.